بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa ya الرسالة المفيدة المهمة الجليلة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي حفظه الله. تلفكي قول المؤلف رحمه الله قال: فالكفر كفران. كفر imegawanyika vigawanyo viwili. Kuna kufru aina mbili: kufrun yukhriju min almilla. Aina ya kwanza ni kufru inayomtoa mtu katika Uislamu. Qala wa huwa 5 anwa'. Na kufru hii inayomtoa mtu katika Uislamu imegawanyika vigawanyo 5. Hapa bado azungumzia aina ya kwanza, nayo ni kufru inayomtoa mtu katika Uislamu. Imegawanyika vigawanyo 5. النوع الأول، aina ya kwanza kufru takdhib, ni kufru ya kukadhibisha, na haya yote tutaeleza katika sharh tutakapoisoma insha Allah. قال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. na ni nani dhalim mkubwa kuliko yule anayemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala au anayekanusha haki inapomjia? Je, si katika jahannam ndio yatakuwa makazi ya makafiri? hii ni dalili ya kufur at-takdhib. قال: النوع الثاني، aina ya pili katika kufru kubwa, kufru al-ibai wal-istikbari ma'a at-tasdiq, ni kufru ya kukataa na kufanya kiburi pamoja na kuwa asadikisha mtu na ajua ukweli. والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. na pindi tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia wote isipokuwa Iblis, alikataa akafanya kiburi na akawa miongoni mwa makafiri. Kwa kule kuikataa haki na kuifanyia kiburi pamoja na kuwa uisadikisha ukaikanusha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ndani ya moyo wako wajua ni haki, lakini ukaikataa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaisabika ni katika wale waliokufuru. Na mfano mzuri ni wa Iblis kama alivyotaja katika hii aya. النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، كفر يشاك أو كفر يظن. والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا إلى آخر الآيات. النوع الرابع كفر الإعراض، كفر الإعراض كفر يكبوزا. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، na waliokufuru wanayapuuza yale wanaoonywa nayo. النوع الخامس كفر النفاق، كفر ينافق. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. hayo
ni kwa sababu ya kuwa waliamini kisha wakakufuru. Kwa hivyo umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao, kwa hivyo hawafahamu lolote wanafiki. Haya ni maneno ya Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala katika kuieleza aina ya kwanza ya kufuru, nao ni kufuru inamtoa mtu katika mila ya Uislamu. قال الشارح حفظه الله قوله فالكفر كفران. قال كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة. كفر imegawanyika vigawanyo viwili, na hapa ni muhimu sana kufahamu. Wengi katika wale walioingia kukufurisha Waislamu wamekosea katika mlango huu, kutotofautisha baina ya kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu na kufuru ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Hapa ndipo wakateleza Khawarij, wakaingia katika madhehebu yao potofu. Na wengi katika vijana leo walioingia katika fikra hizi za kikhawarij wameingia kupitia mlango huu, kutoufahamu, kutojua tofauti baina ya kufuru kubwa na wakati gani mtu atahukumiwa kuwa ametoka katika Uislamu, na kujua kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. قوله كفر يخرج من الملة وهو 5 أنواع. النوع الأول كفر التكذيب. كفر التكذيب كأن يكذب الله في خبره بأنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. كما كنفانو mtu amkadhibishe Allah subhanahu wa ta'ala katika habari alizomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa amemtumiliza Muhammad kuwa ni mtume wake. Mtu akakadhibisha hilo, akakataa utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa amekufuru, sababu amekadhibisha yale aliyoyaweka wazi na kuyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. au yukadhiba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi khabari, au akamkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika habari aliyotueleza. Jambo lolote lile alilozungumza mtume sallallahu alayhi wasallam akalikadhibisha, fayakunu kafiran bihadha at-takdhib, kwa kukadhibisha kwake huko atakuwa amekufuru. Na mifano iko mengi katika yale ambayo ametueleza mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu juu yetu kumsadikisha katika kila alilokuja nalo. ويدخل في هذا التكذيب, na pia yaingia katika kufuru hii ya kukadhibisha, التكذيب بكتاب من الكتب, kukadhibisha kitabu katika vitabu alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano ukaikadhibisha Qur'an, ukaikataa na kusema ni uongo hii Qur'an, moja kwa moja utakuwa umekufuru. Au birasulin min ar-rusul, au mtume yote katika mitume ukamkanusha, kwa mfano Musa alayhi salatu wassalam, waisabika umekufuru. Kama vile Mayahudi walivyomkadhibisha Isa alayhi salatu wassalam walikufuru, na walivyomkadhibisha mtume Muhammad sallam walikufuru. Au bilba'thi, au mtu akakanusha na kukadhibisha siku ya kufufuliwa. Au biljazai walhisab, au akakanusha malipo na hisabu kesho akhira. Au biljannati au binnar, au akakadhibisha pepo au moto. Au biamrin ma'lumin min ad-din bidharura, au akakadhibisha jambo ambalo lajulikana katika dini kwa dharura, yani bimaana ili jambo liko wazi sana, kila muislamu alielewa. كأن يكذب بوجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج, كما كنفانو أكذبيش واجب وصلاة, أسمي صلاة نانا نسمي صلاة تانو ni واجب, sio واجب, huyo shakufuru. Akanusha jambo ambalo linajulikana katika dini kwa dharura. Kadhalika saum, zaka, hajj. Au bitahrimi riba au zina au alkhamri au uquqi alwalidain, au akakadhibisha uharamu wa riba
na wapo baadhi ya watu leo wanaokaribia kuwa mfano wa jambo kama hili. Yani ni kama ile riba wameizoea mpaka waona ni kitu cha kawaida tu, mpaka wengine kufikia katika kutaka kuhalalisha wal billah ile jambo la riba. Na hii ni hatari, ni hatari. Hatusemi kuwa wameingia kwenye ukafiri, la, lakini namna wanavyoiparamia hii ni hatari sana, wallahu almusta'an. Mpaka mtu anapopewa mawaidha kuhusu kuacha riba asema hakuna mtu yoyote hapa yoishi bila riba. Sasa kama wewe waishi na riba, ndio watu wote waishi na riba. Na wengi katika wale walioingia katika mikopo ya riba ni kutotosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Sasa biashara yangu nitaipanua vipi? Wewe watafuta ufukara katika riba, wala hupanui biashara yako. Kila alichokujalia Allah subhanahu wa ta'ala mshukuru, na uendelee kufanya biashara yako kwa hali ile ambayo Allah amekujalia mpaka atakapokufungulia. Ittaqullah wa ajmilu fi talab, mcheni Allah na mtafute njia za halali katika kutafuta riziki. Ile riziki unayoiona uipata kwenye haramu, lau kama ungesubiria ungeipata katika halali. Almuhim, hapa tumzungumzia yule ambaye akadhibisha haswa uharamu wa riba. Hatukusudii wale wanaokula riba wako katika maasi au wakiwa wajua kuwa ni dhambi. Au al-khamr, au akakadhibisha uharamu wa pombe, au uquqi alwalidain, au akakadhibisha uharamu wa kuasi wazazi wawili. فيكون كافرا كفرا يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. kwa kitendo chake hicho cha kukadhibisha atatoka katika mila ya Uislamu wal-iyadhu billah. قوله والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ناني الظالم mkubwa kuliko yule anayemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala au anayekanusha haki inapomjia. Je, si katika jahannam ndio yatakuwa makazi ya makafiri? Na hii aya ni dalili ya wazi ya kuwa anayekadhibisha haki ambayo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilipomjia, huyu makazi yake ni katika moto wa jahannam wal-iyadhu billah, ni katika makafiri. قوله النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. النوع الأول صاحبه مكذب، وهذا النوع صاحبه مصدق، لكن كفره بسبب الرفض والإباء. أين ya kwanza ni mtu aliyekadhibisha moja kwa moja. Aina ya pili yule anayekadhibisha au anayekanusha ile haki ndani ya moyo wake, ajua ukweli na iwasadikisha ndani ya moyo wake. Kwa hiyo huyu akakufuru kwa sababu ya kuikataa ile haki na kwa sababu ya kuifanyia kibri ile haki. Yarfudhu ash-shari'ata fayarfudhu amra Allah wa amra rasulihi sallallahu alayhi wasallam فلا يقبلهما فيكون كافرا بهذا الرفض والإباء والاستكبار ولو كان مصدقا. أكتا أمري الله، أكتا أمري متوم صلى الله عليه وسلم، hazikubali amri zao, atakufuru kwa sababu ya kukataa kwake na kufanya kibri hata akiwa asadikisha. قوله والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر إبليس كان في الإباء والاستكبار مع أنه عارف ربه بقلبه ولسانه. كفر يا إبليس ni kufuru ya kukataa na kufanya kibri, pamoja na kuwa amjua Mola wake kwa moyo wake na ulimi wake. Qala rabbi faanzirni ila yawmi yub'athun. Kwa hivyo alikuwa mtambua ndani ya moyo wake Allah subhanahu wa ta'ala na ajua Allah ndiye aliyemuumba, lakini akafanya kibri na kuikataa haki aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
wakadha kufru Firaun, na ukitizama pia kufru ya Firaun utakuta ni aina hii, faqad kana bil ibai wal istikbar. Kufru ya Firaun ilikuwa ni ya kukataa na kufanya kibri. فقد أخبر الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال الله سبحانه وتعالى أتبقى خبارك موسى عليه الصلاة والسلام أسيما لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. موسى منبي فرعون wewe unajua bila shaka kuwa haya ndiyo kuja nayo hakuyateremsha isipokuwa Mola wa mbingu na ardhi, ili kuwa ushahidi unaonekana wazi juu ya utume wa Musa alayhi salatu wassalam. Na hivyo Firaun akakataa, lakini hapa athibitisha Musa na kusema laqad alimta, ay anta ya Firaun, ushajua ewe Firaun, hauna shaka kuwa aliyateremsha hani Allah subhanahu wa ta'ala, ili walijua wewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema katika nyingine, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kwa hiyo walizikanusha aya zetu watu wa Firaun, pamoja na kuwa walikuwa na yaqini ndani ya nyoyo zao kuwa ni kweli, kwa dhulma na kibri alichokuwa nacho Firaun. Wa inna Firauna la'alim fil ardi, Firaun alikuwa na kibri katika ardhi. Kwa hivyo aliikataa haki kwa kibri, si kwa kuwa haijui haki. Ndani ya moyo wake ajua ni haki, lakini akafanya kiburi. Wakadhalika kufru al-yahud fa innahum kadhabu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ibaan wa istikbar. Mayahudi kadhalika walimkadhibisha mtume sallama kwa kumkataa tu na kufanya kibri. Kwa nini si katika sisi? hasadan min indi anfusihim. وكذلك كان كفر أبي طالب بالإباء والاستكبار. أبو طالب عمي yake mtume sallallahu alayhi wasallam alikataa na kufanya kibri kuikubali haki, pamoja na kuwa alikuwa yajua kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkweli. فقد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ni jambo lilikuwa lajulikana limeenea kuwa alikuwa yajua ukweli wa utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anshada anhu, na katika mashairi yake Abu Talib akimweleza mtume sallallahu alaihi wasallam, wala qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dinan, yani mimi najua kuwa dini ya Muhammad ndiyo dini iliyo bora katika dini wanazozifuata viumbe wote. Hii ndiyo dini bora. Pamoja na hayo akaikataa kwa kibri, ili abakie katika yale waliokuwa nayo baba zao. قوله النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، وهو أن يشك في أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو أنا شاك نجامب أمبال لجلكان كتك دينك وضرورة، كأن يشك في قيام الساعة، كما كنفانمت أو أنا شاك وقيامك تسمام أو لا، أنا شاك. قوله والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قوله تعالى ودخل جنته، قيل أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها ويريه إياها. ويبانا alimchukua mkono wa ndugu yake yule mu'min ambaye alikuwa ni maskini, yeye Allah amemfungulia katika dunia na lile bustani lake, akawa atembea nayo huku yomonyesha, amuonyesha namna alivyo na neema aina mbalimbali. wa huwa dhalimun li nafsihi ay bi kufrihi, akiwa amejidhulumu nafsi yake kwa kufru alifanya. wa huwa jumlatun fi mawdi' alhal, na hii jumla wa huwa dhalimun li nafsihi ni jumla lakini katika mawdi' alhal, ay wa hala kaunihi dhalim li nafsihi, katika hali ya kuwa amejidhulumu nafsi yake, atembea katika bustani lake huku amejidhulumu nafsi yake. ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه, na yote anayejitumbukiza motoni kwa dhulma yake basi ameidhulumu nafsi yake. Kwa kufuru anayejitumbukiza ndani ya moto wa jahannam kwa kufuru, huyo amejidhulumu nafsi yake.
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا mimi sidhani kama haya nilionayo yataisha ankara fanaa ad-dunya akakanusha kuwa hii dunia itaisha aona atabakia milele na bustani lake wama adhunnu as-sa'ata qa'ima na sidhani mimi kama kuna kitu chaitwa kiyama kweli kiyama kitasimama hakuna kiyama sio ay la ahsibu al-ba'tha ka'inan mimi sidhani kama kutakuwa na siku ya kufufuliwa wala irudittu ila rabbi na ikiwa nitarejeshwa kwa Mola wangu ay wa in kana ba'thun ikiwa kuna kufufuliwa tutarejea kwa Mola wetu fakama a'tani hadhihi an-ni'am fi ad-dunya fasayu'tini afdala minhu kama vile alivyonipa hizi neema hapa duniani basi kesho akhira atanipa bora kuliko hizi likaramati alayhi kwa sababu mimi ni mtukufu kwake na hii ndio fikra ya wengi katika wajinga katika hii dunia wengi katika watu wajinga katika hii dunia wadhania kuwa Allah akiwafungulia katika dunia awapenda wakisahau kuwa hii dunia ni duni si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala walau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran sharbata ma ingelikuwa hii dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ina qima yani yafikia qima cha ubawa mmoja wa mbu basi hata kafiri asingekunywa tama la maji bimaana hii dunia ni ahqar ni twevu zaidi mbele ya Allah kuliko ubawa wa mbu wallahi leo kama mtu atakualika kisha kuwekea sinia nzima ya mbawa za mbu utakula sinia nzima kwambie hii kula hii leo ndo nakuandalia chakula ikiwa huwezi kula sahani tu ya mbawa za mbu basi ujue hii dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haitoshi ubawa mmoja wa mbu kwa usijivunie na dunia hakuna anayejivunia na dunia isipokuwa mjinga utakuta baadhi ya watu leo ndio jambo ambalo wajifakhiri akitembea mahali ajifutua nini amfunguliwa katika malak ya akhi malak ikiwa wewe wajifurisha hapa siku hiyo itakuwaje waumini wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara watakuwaje waumini siku hiyo washuka kwa makundi waingia peponi washuka kwenye ndege wajifurisha kumbe Kenya Airways watu washuka peponi huko siku hiyo hao ndio watakuwa wamefaulu wewe wajifurahisha na kujifurisha katika dunia hii na huna chochote katika rasidi ya akhira wala hujiandai chochote kwa ajili ya akhira wengi katika watu wamejisahau katika hii dunia kiasi cha kuwa akimuona mtu mustaqim katika dini yake ambayo hana uwezo katika dunia amdharau lakini kam minan nas ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra wangapi katika watu ambao ukiwaona utawadharau lakini wana uzito mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na lau kama hii dunia ingelikuwa na qima angeishi mpaka leo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alipewa achague baina ya dunia na akhira khuyira fakhtara al-akhirah alipewa khiari akachagua akhira wala al-akhiratu khairul laka min al-ula lakini wengi katika watu wamejisahau na sisi tuweza kuwa tusoma baadhi yetu suratul kahf kila Ijumaa lakini ikikisa wengi kati yetu sisi hatuzingatii waweza kumwona mtu ni muislamu Allah amempa neema ya uislamu lakini yuko mbali sana ameghurika na dunia kiasi kikubwa sana sallallahu alaihi wasallam na haya ukizungumza ni marefu sana hao wanafunzi leo walikuja kutafuta ilmu kwa mfano utamkuta mtu mzima na akili zake timamu amwangalia kijana wafanya nini wewe nasoma dini alafu utakuwa nini ukiwa mkubwa utakuwa nini ukisoma dini tu hivi alafu utakula nini wewe ukiwa maswali hata sisi tulikuwa tukiulizwa tukiwa wanafunzi maswali kama haya na sheitan ukishaulizwa swali kama ile azidi kukutia ufunguo nani aliyekuambia mustakbali wako uko katika mikono yako wala huyo anayekuuliza hilo swali mustakbali wake hauko katika mikono yake nani anayejua kama ataishi zaidi ya dakika 5 baada ya hapa tulipokaa
nani ana dhamana? Nani ameandikishana mkataba na Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku fulani ataondoka duniani? Nani? Fala tatakabbar ala an-nas bid-dunya al-faniya, usifanye kibri kwa watu kwa hii dunia ambayo itaondoka tu. Na ikiwa Allah amekufungulia katika dunia, ichukulie ndiyo jahazi ya kufikisha akhira, wala usijifakhirishe na dunia yako. Unaona ile gari yangu ina nini? Kwani twenda wapi? Barabara si hizi za lami, wacha tutatembea na baskili sisi, lakini si bora tufika tu sote? Si haramu mtu kuwa na gari zuri, lakini ubaya uko katika kujisahau, ukaisahau akhira, ukaitanguliza dunia. dhalika huwa al-khusran al-mubin, wallahu al-musta'an. Sasa huyu amesahau mpaka akasema ankara fanaa ad-dunya, akanusha haswa kuisha kwa hii dunia. ma adhunnu an tabida hadhihi abada wama adhunnu as-sa'ata qa'ima wala in rudidtu ila rabbi, na ikiwa kuna tena kiyama watu watarudishwa, la ajidanna khayran minha munqalaba, huko mbele naona mimi nitapata kuzuri zaidi kuliko wewe. Yani wewe utabakia maskini hapa duniani na kesho akhira pia namna ni hiyo hiyo. La wallah, mizan mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni tofauti kabisa. walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لو كما سكوتشلea watu watakufuru wengi, Allah angewajalia namna hii makafiri. Kila ukikufuru azidi kukufungulia katika dunia. Ni starehe tu za dunia hizi zitaisha, lakini akhira ni ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana akawa ni mwenye kukanusha kiyama, na asema na lau kama tutarudi basi mimi nitakuwa mbora kuliko wewe pia, bado mimi nitakuwa mbora kuliko wewe, sababu Allah hakunipa katika dunia isipokuwa ajua mimi ni mtukufu kwake yeye kuliko wewe. sema la ajidanna khayran minha munqalaba. wa inma qala dhalika lamma da'ahu akhuhu ila al-iman bil hashr wan nashr, aliyasema maneno haya ndugu yake alipomlingania katika imani ya kuamini siku ambayo watu watafufuliwa na kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فمن شك في قيام الساعة أو ربوبية الله تعالى أو ألوهيته أو في اسم من أسمائه أو في ملك من الملائكة أو في البعث أو الجنة أو النار أو الحساب والجزاء فإنه يكفر بهذا الشك. yoyote mwenye kuwa na shaka juu ya kusimama kiyama au juu ya utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala au juu ya kustahiki yeye ibada au akawa na shaka na jina katika majina ya Allah au malaika katika malaika wa Allah au akawa na shaka kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama au pepo au moto au hisabu na malipo siku ya kiyama, huyo atakufuru kwa hii shaka yake. قال قوله النوع الرابع كفر الإعراض، وهو أن يعرض عن دين الله فلا يتعلمه ولا يعبد الله فيكون معرضا عن العلم والعمل فيكون كافرا بهذا الإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. mtu akaipuuza dini ya Allah, haisomi dini ya Allah wala hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hata swala moja aswali, ana habari na dini, bimaana ameipuuza ilmu na amal, huyo atakuwa kafiri kwa kupuuza kwake huko kukubwa, sababu ameiacha kikamilifu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajishughulishi nayo. Na hakuna neema kama Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe shughuluka shaghil kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hii ni neema wengi katika watu wa dunia hawana, na hili ni jambo ambalo tumshukuru nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi neema. Neema ya kutafuta ilmu ni neema kubwa.
ukikaa katika kikao cha ilmu na utulivu, humum na dhiki zote ulizonazo katika dunia wazisahau. Kam minan nas al'an, sahi wangapi katika watu wako katika vurumai la dunia watafuta saada, wakidhania kuwa saada iko katika mali na utajiri na kuwa na dunia nyingi. Wallahi lau kama wangelikuwa wajua ile raha anayoipata talib alilm katika kutafuta ilmu, wengi katika watu wangemiminika katika vikao vya ilmu. wama jalasa qaumun fi baytin min buyuti llah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indahu. Kuna neema kama hizi watu wanapokaa katika misikiti, wasomeshana kitabu cha Allah, wafundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ashukisha utulivu katika nyoyo zao na wafinika na rehema zake, na malaika huwazunguka. Na neema kubwa zaidi ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akutaja wewe uliyekaa katika kikao cha ilmu mbele ya malaika wake, akutaja kwa jina lako. Kuna fadhila kama hizi? Nani katika watu wa dunia hata awe ni rais ama waziri atajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye ni waziri, kwa kuwa yeye ni rais? La. Lakini huyu talib ilm ambaye leo watu wakimwona barabarani waweza kumdharau, ana nini yule? wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talib alilmi ridan bima yasna'u. Mpaka malaika huweka mbawa zao na utulia chini akipita talib ilm. طالب العلم ما هو وزير، ما هو رئيس، ما هو أمير، hana chochote katika dunia, lakini malaika wamheshimu huyu talib ilm. Na hii ni neema katika neema za, kuna watu wamepuuza kabisa sheria ya Allah, hawataki kuisoma wala hawataki kuifuata. sallallahu alaihi wasallam. قوله والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. na wale waliokufuru wanayapuuza yale wanayoonywa nayo. فإذا ترك ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم صار معرضا. المعرض كافر. akiawacha maamrisho ya Allah na maamrisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم, asiyafuate kamwe jumlatan wa tafsilan, hana habari, hataki kabisa kusikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la kuisoma wala kuifuata. Huyu kwa hali kama hii atakuwa amekufuru. وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هي آية معنى yake kama hii tuliyosoma. قوله النوع الخامس كفر النفاق وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كفر ya nifaq ni mtu kudhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri katika moyo wake. في باطنه الكفر وظاهره فيه الإسلام. ndani yake katika moyo wake ana kufru, lakini dhahiri yake adhihirisha Uislamu. wa hadha yusamma munafiqan. mtu kama huyu aitwa munafiq, ni mnafiki huyu. wa hadha huwa kufru nifaq wa huwa min ashaddiha. na hii ndio kufru ya nifaq na ndio mbaya zaidi, wa mtu adhihirisha Uislamu aficha ukafiri. walmunafiquna fi ad-darki al-asfali min an-nar. na wanafiq watakuwa katika tabaka la chini kabisa na moto wa jahannam. qala Allah ta'ala innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. wanafiq watakuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa jahannam, wala hakuna atakayewanusuru. قوله والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال فلما كفروا بعد وضوح الحق. walipokufuru wanafiq baada ya kuwa haki ilikuwa wazi kwao, uqibu bi an taba'a Allahu ala qulubihim. Allah akawapa iqab na adhabu ya kuwapiga miuri katika nyoyo zao, wakawa hawarudi nyuma, wamebakia katika upotofu wao vile vile. sallallahu alaihi wasallam.
قال وكفر أصغر لا يخرج من الملة إن شاء الله تعالى يتقج kusoma katika kikao kitakachokuja باذن الله تعالى. والله أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.